Kwa yote atakaye ulijenga ghorofa, sharti lake ni moja tu, atazame gharama, asije akashindwa akaishia nusu, na wakazi wa duniani wakamcheka. Nikisema kwenye kitabu cha Luka ambapo ndipo nimetolea wimbo mzima, nimetolea wazo la wimbo. Yesu alikuwa anasema kwamba kwa yote anayejenga mnara. Sasa mnara usije mimi nilipojaribu kutafuta lugha nzuri ambayo naweza nikaeleweka na watu, nikasema ghorofa. Kwa yote atakaye kujenga mnara ghorofa, lazima atazame kwanza gharama, kwamba ana uwezo wa kumaliza kujenga huo mnara. Hata ukiangalia mtu anapobatizwa, mtu anakuwa anabatizwa, lakini sasa anakuwa amebatizwa tu kwa sababu ya miemko au kwa sababu tu kaona wengine wanafanya hivyo, lakini hajui kwamba kule anapoenda kukua, yaani hajui kwamba ile safari anayoenda kuianza ni ngumu kiasi gani na inahitaji mtu ajikane na kiasi gani. Kwa nikaanisha hizo vitu viwili kama vile vinaendana, nikaona ile ni ndio mfano ambao ni naweza ukaeleweka haraka ni huo, sababu watu wanajenga tena nyumba, wanajenga makazi. Kwa mtu kimwambia ghorofa, wenye magorofa ni watu wachache sana. Wanaomiliki magorofa ni watu wenye hela. Wanaomiliki magorofa ni watu wenye hela. Mtu aweza akamiliki tu ghorofa kama hana hela. Unaona? Ningesema gari au ningesema gari au ningesema kitu kingine. Lakini kitu kizungumzia neno ujenzi, kwa sababu ujenzi ni kitendo. Ujenzi ni kitendo ambacho kinachukua muda. Tofauti na kwenda kuchukua gari. Gari ukienda tu dukani unaichukua unaiweka, lakini ghorofa ni kitendo, kwamba unaanza kuanzia msingi, unakuja unaweka, kuna nondo, kuna nini, mpaka ufikie basi. So nikaona mfano mzuri ni kwamba kila hata safari ya Ukristo ni kitendo ambacho ni process, ni mchakato ambao unachukua muda mpaka mtu aje akae vizuri, yaani ni mchakato wa muda mrefu sana. Inahusiana kwamba maisha ya Ukristo yanahitaji ni ya gharama sana. Dhambi yote ya nasa kwa sababu ya Yesu. Labda ndugu wanaweza wakakukataa kwa sababu umeamua kumfuata Yesu, rafiki anaweza akakuacha. Kuna wakati kuna njia nyingine ambazo Mungu anakupitisha peke yako, unaweza ukashawishiwa kumwacha pengine, lakini wasingatia tu ung'ang'anie, ushikilie ile imani ulionayo. Kwa sababu unapobatizwa unatangaza vita na Shetani. Unapoanza safari ya Ukristo unakuwa umemtangazia Shetani vita. Kwa vita unayoenda kuianza sio ya kitoto, inakuhitaji ujitoe sana. Ujipange kwamba nitakutana na maneno, nitakutana na kashfa, nitakutana na katika tamaa kuingia mwenyewe, lakini bado unahitaji kusimama. Kuanguka ni kitu ambacho kipo, lakini kama pale mtu anatokea ameanguka hapo akapotelea huko, dunia lazima imteke. Lakini mtu ambaye bado anaona kabisa bado anamhitaji Mungu na bado anafanya juhudi za kuendelea kumtafuta Mungu, ni mtu ambaye anaonekana ni mtu jasiri sana. Kwa hiyo kitu cha msingi hapo ni kwamba mtu anachomaanisha ni kwamba dunia huwa inashangaa sana pale mtu anapoanguka. Dunia huwa inashangaa sana na inakuona kama haukuwa serious na maisha. Safari ya Ukristo inahitaji kujitoa. Inahitaji kujitoa sana. Kuacha ya dunia, kuacha dhambi, kuacha vyote tunakifuata Yesu. Yaani tena na mambo ya ulimwengu, afadhali yale mazoezi yake amfuate Yesu. Ni kumwangalia Yesu na kumkabidhi. Yaani ni pale ambapo ukijiangalia unajiona ndio ni mdhaifu, lakini unapata nguvu unapomwangalia Yesu. Unaiona njia. Unaona kwamba unaweza ukiwa na yeye. Hata kama utaanguka mara ngapi unaendelea kujikuta kwa sababu yeye mwenyewe alishinda. Yeye aliposhinda, Yesu alishinda kibinadamu. Lakini bado kuna uwezo wa kushinda dhambi. Kwa kama yeye alishinda, nikieleza kwa kwamba hata sisi binadamu tuna ubinadamu mwingi. Lakini tunapojikuta na kuishi na kumpata yeye, tutashinda kama alivyoshinda yeye. Hili kitu tunachotamani kikubwa, yaani kitu tunachotamani kikubwa ni dunia ijue inafanya nini. Dunia ijue ujue ndio ubeba na kusaidia. Hicho ndio tunachotamani. Natamani kila mtu ajue ghorofa ni nini.
Yaani natamani ujumbe wangu wafikie watu wengi sana sana. Ili ujumbe wangu wafikie watu wengi. Hicho ndio kitu pekee ninachotamani. Kwa sababu nikizungumzia ukubwa kwamba nataka kuwa mkubwa kama nani. Wengine naweza nikataka kuwa kama fulani, lakini kumbe wewe mtu unayetaka mimi kuwa kama yeye biashara tuseme. Umeona? Au pengine nikatamani kuwa kama fulani, lakini yeye uimbaji wake ni tofauti kidogo. Lakini ninachotamani kikubwa ni kwamba ujumbe wangu wafikie watu wengi sana, wabariki watu wengi sana, ikiwezekana utembee dunia nzima, waisikie ya mtu hivi. Hicho ndio kitu kikubwa ninachotamani. Kwa kama kuna mtu amefanikiwa kuifikia dunia kwa uimbaji wake, natamani kuwa kama yeye. Wimbo unaoimba Yesu ameimba Happiness Josia unaitwa Utainuka Tena. Mungu ambao nikisikiliza hata kama nimevunjika moyo vipi huwa napata nguvu. Usitambue haijalishi mazingira yanakutambulishe vipi wewe unyenyekea chini mkono ulioko mbali hata kukweza kwa wepesi wake. Kama mkono Mungu uliniinua nikatambua maneno sipati kusikia, akanipa nguvu sasa naona ni mengi aliyoniwezesha. Irene Michael. Nyimbo zake nyingi anaimba za Kiingereza, ila anapenda anavyoimba. Sababu anazitendea haki hizo nyimbo, anaziimba vizuri na ana sauti nzuri sana. Naomba apite kwenye channel yangu pale akautazame wimbo huo wa Ghorofa na mimi atabarikiwa sana.